Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Moja kati ya yale tulikuwa nayo ni pamoja na Korea ya Kusini inafanya tathmini ya namna ya kujiunga na Marekani juu ya mlango wa bahari wa Hormuz. Mnamo siku ya Jumanne, Rais wa Marekani Donald Trump alisema kwamba kuna uwezekano wa Korea ya Kusini kujiunga katika kufungua mlango wa bahari wa Hormuz, lakini taifa hilo kwa sasa linafanya tathmini juu ya pendekezo la Marekani kuhusu mlango huo wa bahari wa Hormuz. Korea Kusini imesema inaendelea kujitathmini juu ya kujiunga na Marekani katika suala la Hormuz, na taarifa hii ni kwa mujibu wa Wizara ya Mambo ya Nje ya nchi hiyo. Taarifa hiyo imeongeza kuwa Seoul inafuatilia kwa karibu kauli za Rais wa Marekani Donald Trump kuhusu njia hii muhimu ya baharini. Mnamo Jumatatu, Korea Kusini ilisema imeanzisha uchunguzi baada ya kile ilichokitaja kuwa shambulio linaloshukiwa dhidi ya meli za mizigo katika mlango wa bahari kufuatia mlipuko ulioripotiwa katika chumba cha injini cha meli hiyo. Baadaye Rais wa Marekani alisema huenda sasa ni wakati wa Korea ya Kusini kujiunga na operesheni hiyo. Ikumbukwe kuwa Trump alitangaza kile alichokita Freedom Project mnamo Jumapili, akisema inalenga kuongoza meli zinazokwama kutoka katika mlango huo wa bahari wa Hormuz. Kuhusu Freedom Project, wizara hiyo imeongeza kuwa Korea ya Kusini na Marekani zimekuwa zikidumisha mawasiliano ya karibu na endelevu kuhusu matumizi salama ya njia muhimu ya baharini, ikiwemo mlango wa bahari wa Hormuz. Waziri wa Ulinzi wa Marekani Pete Hegseth amesema Marekani imeweka ngao yenye nguvu kubwa katika eneo hilo la bahari la Hormuz, na hii ni kwa ajili ya kuzuia Iran isiweze kupitisha meli zake. Kwa namna yoyote ile, Iran haitaweza kupitisha meli zake za kibiashara kama ambavyo inazuia meli za kibiashara za mataifa mengine, hasa meli za mafuta na gesi. Hegseth amesema hatua za Iran za kuzuia vitendo vya usafiri katika Hormuz ni aina ya ulaghai wa kimataifa, na kuelezea kuwa haukubaliki kabisa na kwamba wao wako tayari kupambana na hali hii hadi pale ambapo Iran itakubali kuachia njia hiyo muhimu ya mafuta, kwa sababu inaharibu kabisa mpango wa usafirishaji wa mafuta katika ulimwengu. Hata hivyo, Jumuiya ya Kiarabu inasema Iran inahatarisha makubaliano tete ya kusitisha mapigano. Naibu mkuu wa Jumuiya ya Kiarabu Hossam Zak amesema shambulio dhidi ya bandari ya mafuta nchini Umoja wa Falme za Kiarabu ni jambo la kusikitisha. Zak amesema hatua za Iran zinahatarisha makubaliano tete ya kusitisha mapigano, na kuongeza kuwa Jumuiya ya Kiarabu si sehemu ya mazungumzo yanayoongozwa na Pakistan, lakini inaunga mkono suluhisho lolote linalohakikisha meli zinaendelea kupita kwa usalama katika mlango wa bahari wa Hormuz. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Ni kile ambacho Korea ya Kusini imesema inajitathmini kuona ni jinsi gani inaweza kusaidia katika kufungua mlango wa bahari wa Hormuz, na pia kushiriki katika kampeni ya Marekani ya kuifungua bahari ya Hormuz kwa kusaidia meli mbalimbali za kibiashara kupita katika eneo hilo. Lakini kumbukwe kwamba mataifa ya NATO ambayo Marekani iliyataka yashirikiane kwa pamoja katika kufungua mlango wa bahari wa Hormuz hayakuweza kutoa majibu ya msingi juu ya kwamba yapo tayari ama la, lakini mengi yalishakataa kwamba hayawezi kuingia katika vita visivyowahusu, vita dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia The World News.